tukufu kabisa. Tunakutana hapa katika Amka Tumsifu Mungu. Tunamsifu Mungu kwa kuimba, kwa kucheza, lakini kwa kuyafanya yale ambayo yatatufanya sisi tuendelee kutembea katika barabara iliyonyoka katika wokovu. Jina langu ni Gigo Mhule, nikukaribishe katika mjadala mkuu ambapo leo tunajikita katika swala zima tukiangazia tofauti wa dini na wokovu. Mada hii tuliweka kipolo wiki iliyopita, tukaona ni jambo jema sana kwa wewe mtumishi wa Mungu kupata darasa lililo zuri kabisa ambalo huenda kwa siku hii ya Jumapili likakuongoza pale unapoelekea kanisani sasa, lakini hata unaporudi kukaa na familia yako ukajua ni njia ipi unaweza kuitumia kupalilia imani yako, kupalilia wokovu wako, kutofautisha wokovu na dini. Kuna watu wamekuwa wakisema huyu ana dini sana, huyu mtu ni wa aina gani, ana wokovu sana, huyu mtu ni wa aina gani? Mtumishi wa Mungu yuko hapa Mwanza kutujuza mengi zaidi, lakini hata kwa Dar es Salaam Athumani Mihula atakuwa na mtumishi wa Mungu wakitusaidia sasa pengine kutupa mwanga katika hili. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina baba. Habari ya wema. Wasalimu watazamaji wetu, lakini pia utambulisho. Ndio. Kwa nafasi kwa salimu sana watazamaji na wasikilizaji wetu asubuhi ya leo. Mimi naitwa Mchungaji Innocent Makanza wa kanisa la FPCT mjini Kati au City Center hapa Mwanza. Hiyo niko hapa asubuhi ya leo kwa ajili ya mada hii ambayo mimi naiona ni ya muhimu na na wakati wake hasa inatakiwa iwekwe wazi kwa ajili ya watazamaji na wasikilizaji. Amina. Mtumishi wa Mungu kasema mada hii ni ya muhimu. Mimi ni nani nipinge basi? Basi tunaendelea kuijadili. Baba, wiki iliyopita tuseme tulianza. Hebu tuanzie tu. Mada yetu ni utofauti wa dini na wokovu. Tuanze kufafanuliwa kwanza dini na wokovu ni nini, ili sasa tuweze kuelewa Mtangazaji, jambo la kwanza kama nilivyosema, mada hii ni yetu kidogo kwa jamii zetu kwa sababu tofauti hazieleweki. Lakini maneno haya dini na wokovu maneno ambayo yanashabihiana sana katika matumizi ya kawaida ya lugha, yanashabihiana sana, lakini tofauti yake inakuja kwenye, wanasema Waswahili, muktadha, yani context yaliyomo kwenye kila neno. Hiyo ndio inaleta tofauti sana kati ya maneno haya mawili. Nikianza na dini, kwanza historia kidogo inaonyesha kwamba hili neno dini lilianza kutumika kwenye Biblia kwenye lugha ya Kilatini. Ile tafsiri ya Kilatini wanaofahamu wanajua inaitwa Vulgate. Kwenye karne ya 13 hivi ndipo neno dini lilianza kutumika, na hasa lilitumika kwenye maandiko yale ya Yakobo sura ya kwanza mstari wa 27 na hata Wagalatia 1:13. Nataka nimekaa sawa. Na mtazamaji wa Star TV, karibu sana katika Amka Tumsifu Mungu. Tunaomba radhi kwa kutokea changamoto ya sauti kwa kule jijini Mwanza. Akijaribika kitu Dar es Salaam, tunaendelea hapa nikiwa nami na mgeni wangu. Huyu ni mwalimu Dr. Michael Mashauri, anatokea kanisa la EAGT Shujaa Gospel Center linalopatikana hapa jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Athumani Mihula, ungana nasi mpaka pale tutakapotamatisha. Mwanzo kikaa sawa, tutarejeshea mjadala huu ili tusikie na wao wanalipi la kuchangia ama kuongezea katika tofauti ya dini na uokovu. Unayo nafasi ya kushiriki nasi kupitia namba ambayo unaiona hapo katika luninga yako. Tuma ujumbe mfupi, swali, shauri lolote lile kuhusiana na kipindi hiki, basi mwenzangu Gigo Mhule atakuja kulisoma. Tafadhali unapotuma zingatia uandishi mzuri, zingatia lugha yenye star ili message yako, ujumbe wako uweze kusomwa. Kinyume na hapo hautoweza kusomwa. Baba, karibu sana.
Asante sana. Habari ya asubuhi. Nzuri. Nikusalimu bwana. Maana toka wiki iliyopita kukutana tena hapa ni swala la kumshukuru Mungu kwa kweli. Ni muda mrefu hapa, parefu hapa. Unaweza ukafa kasaulika kabisa. Ni kweli. Sasa basi mimi nikupe muda wa dakika moja ujitambulishe, ni nani hasa, upo wapi, unafanya nini, alafu tuingie katika kile ambacho kimetuweka hapa. Asante sana. Nakushukuru ndugu mtangazaji. Mimi ninaitwa Mwalimu Dr. Michael Mashauri kama nilivyokwisha kutambulishwa. Ninaishi hapa Dar es Salaam katika eneo la Mbezi na ninaabudu kanisa la EAGT Shujaa Gospel Center. Nimefurahi sana kuja mahali hapa kushiriki mada hii ambayo kama alivyosema mchungaji Makanza ni ya muhimu sana na ya msingi kwa mtu wa Mungu kuifahamu. Asante sana. Lakini mtazamaji, mimi ningependa nikushauri kutokana na umuhimu. Tumesikia hapa wageni wetu wanasema mada hii ni muhimu. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kuwa na peni na karatasi yako hapo ama kadaftari kako uweze kunukuu vitu muhimu, si kusikiliza tu baadaye unauliza alisema nini, imekuwaje, mbona sikusikia vizuri, sikuelewa. Hapana, chukua peni na karatasi ili upate kunukuu mambo muhimu ambayo yatajiri katika kipindi chetu cha siku ya leo. Mwalimu, tuanze na hapa. Dini na uokovu. Tuanze, dini ni nini? Wenzetu walianza kidogo lakini kutokana na changamoto wanaweka mambo sawa, tarejea hapa. Basi sisi tuanzie hapa. Dini ni nini hasa? Dini kwa fasili ambayo nimeifuatilia na kujifunza nikafuatilia, naweza kuitolea maana katika namna tatu. Kwanza, dini ni jumla ya imani katika Mungu fulani na namna ya kumwabudu Mungu huyo. Kwa hiyo kwa ujumla wake kwamba kuna imani, lazima kuwe na Mungu pale anayeabudiwa, ambaye kuna namna na taratibu ambazo wanazitumia ili kumwabudu. Lakini vile vile naweza kusema ni utaratibu unaomhusianisha mtu na Mungu wake katika kufanya ibada. Kwa hiyo kunakuwa na utaratibu fulani ambao unahusisha matendo fulani ambao utaratibu unamhusianisha huyo mtu na Mungu anayemwabudu. Na kwa namna ya tatu, dini ni mfumo wa kijamii na kiimani ambao unakuwa na utaratibu fulani pamoja na itikadi na matendo fulani ambayo yanaambatana na hiyo imani katika kumwabudu Mungu. Kwa hiyo kwa ujumla kitaalamu naweza kusema hiyo ni kama fasili ya dini. Sawa. Tuje sasa wokovu nao. Naam. Kwa upande wa wokovu, wokovu ni ukombozi. Wokovu ni ukombozi wa roho, nafsi na mwili kutoka katika hali ya dhambi na matokeo yake, na unaopatikana kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo wokovu ni tofauti kidogo na dini. Dini ni mfumo, ni utaratibu wa matendo ambayo yanamhusianisha mtu na Mungu. Sasa wokovu ni ule ukombozi wa ile roho, nafsi na mwili wa ule mtu kutoka kwenye dhambi na matokeo yake. Na naweza kuongezea sasa lile tendo la kuokoka ni hali ya kutoka, ni kitendo cha kutoka katika uharibifu, hatari na hali mbaya ya dhambi na kuingia katika hali ya usalama na wema na usafi wa kiroho. Sawa. Tuje katika hii dini. Dini msingi wake ni nini? Umesema kwamba pawepo na mwanadamu na Mungu. Tuje dini ya Kikristo sasa, msingi wake ni nini hasa? Alafu tutakuja kwenye wokovu. Sawa. Tunapozungumza msingi wa dini, kama tulivyosema, hakuwezi kuwa na dini kama hakuna Mungu pale anayeabudiwa, na hakuna binadamu na hakuna imani. Kwa hiyo kunakuwa na imani, wanaamini Mungu fulani. Sasa tunapokuja katika dini ya Kikristo, maana yake ni kwamba mtu anamwamini Mungu Baba, muumba wa mbingu na nchi, kwa njia ya Yesu Kristo. Unapomwamini Yesu Kristo, tayari unaingia kwenye dini ya Kikristo. Unamwamini Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, tayari wewe unaitwa Mkristo. Kwa hiyo umeingia ndani ya dini ya Ukristo. Naam. Sawa. Kwa hiyo katika hii dini ya Kikristo nasema kuna misingi yake hiyo. Isipokuwepo hiyo, isipokuwepo swali lako linalenga yaani kwamba isipokuwepo misingi hiyo ambayo umesema pawepo ule hivyo vitu ambavyo vivainisha hapa. Kama havipo hivyo, maana yake kwamba huyu si Mkristo. Maana yake kama imani yake anamwamini Mungu lakini sio kwa njia ya Yesu Kristo. Hajamwamini Yesu Kristo,
lakini anamwamini Mungu bila Yesu Kristo ndani hawezi kuitwa Mkristo. Naam. Na tuangalie sana hii misingi ya wokovu. Misingi yake wokovu ni ipi nayo? Misingi ya wokovu, msingi mkubwa sana. Nitazungumzia sasa katika namna ya kuingia kwenye wokovu. Namna ya kuingia kwenye wokovu ndio tunapata msingi. Ili uweze kuingia ndani ya wokovu, jambo la kwanza kabisa ni kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Biblia inasema hivyo kwamba mtu akimwamini Yesu Kristo kwamba ndiye aliyetumwa na Mungu kwa ajili yake, ni mwana wa Mungu, hiyo ni hatua ya kwanza. Alafu hatua ya pili, huyu mtu anahitaji kutubu dhambi zake. Na haya yote yanafanyika pamoja. Unapomwamini Yesu Kristo unatubu dhambi zako. Halafu haishi hapo, inafuata hatua ya kuziacha. Alafu inakuja hatua ya 4 ya kuanza kuishi sawasawa na neno la Mungu. Kwa hiyo mtu anapofanya maamuzi ya kuokoka, akaingia kwenye wokovu na ile hali ikae ndani yake, maana yake huyu ni mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, alafu ametubu dhambi zake, akaziacha, sasa anaishi sawasawa na neno la Mungu. Kwa ile kuishi sawasawa na neno la Mungu ni kitu ambacho tunaendelea kujifunza kila siku, ndio ile inaitwa kuukulia wokovu. Sawa. Katika huo wokovu, mtu ambaye kashapata wokovu, tunatarajia tuone nini katika maisha yake ya kila siku? Swali zuri sana. Na hasa hapo ndio sehemu ya msingi sana. Kuna tofauti kubwa sana na hapa katika haya sasa, swali hili ulilouliza ndio hasa linaweka tofauti kati ya dini na wokovu. Mtu mwenye dini na mtu mwenye wokovu. Tunatarajia kwamba mtu ambaye sasa tayari ana wokovu ndani yake, Yesu Kristo yuko ndani yake, anatawala maisha yake, tunatarajia badiliko la yule mtu kutoka katika ile hali ya dhambi kuingia katika hali ya usafi, utakatifu, kutoka katika hali ya ubaya kuingia katika hali ya wema. Kwa hiyo kuna badiliko ndani ya maisha ya yule mtu. Hawezi tena kuishi maisha ya dhambi kwa sababu amempokea Yesu, ana wokovu ndani yake. Kwa hiyo hapa ndio kuna tofauti. Mtu wa dini ataendelea kuingia kwenye ibada zile, atahudhuria, atashiriki, lakini bado na dhambi ziko pamoja naye. Kwa hiyo hakuna badiliko ambalo linatokea kwenye maisha yake. Kwa hiyo tofauti kubwa iko hapo katika badiliko la maisha na mwenendo na tabia za yule mtu. Na je, kuna watu ambao tunakutana nao sasa, tunaishi kwenye jamii, ukimwambia nimepata wokovu, alafu hivyo vitu havionekani, kwa maana au vinaonekana kwa muda, alafu anarudia yale ambayo alikuwa anafanya. Au saa nyingine unaweza kusikia, enzi zangu mimi bwana, mimi nilikuwa hivi, nilikuwa nafanya hivi, wakati kama huu nyinyi vijana mmelala, mimi bwana nilikuwa hatari. Huyu alafu anadai kwamba amepata wokovu. Kuna athari gani kufanya vitu kama hivyo? Athari ipo. Athari kwanza itarudi kwake mwenyewe. Unajua unapookoka kuna vitu ambavyo unapokea kutoka kwa Mungu. Tunasema unapookoka kwanza linatokea lile badiliko la ndani. Lakini vile vile katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 Biblia inasema mtu akishampokea Yesu anahamishwa, anatoka kwenye ufalme wa shetani anaingia kwenye ufalme wa mwana wa Mungu. Anakaa kule ndani. Kwa hiyo huyu mtu hawezi kuonewa na shetani, hawezi. Ndio maana mtu mwenye wokovu huwezi kukuta anachezewa na wachawi, majini, sijui vitu kama hivyo, haviwezi kumgusa mtu aliye na wokovu ndani yake. Lakini vile vile huyu mtu ambaye amepokea wokovu ndani yake, anapata msamaha wa dhambi, maana zile dhambi zinafutwa. Huyu mtu anajazwa Roho Mtakatifu. Anapewa, hivi ni vitu anavyovipata sambamba na wokovu. Huyu mtu kuna ishara zitafuatana naye. Huyu mtu utakuta atanena kwa lugha, atawekea mikono wagonjwa nao watapata afya. Biblia imeahidi ahadi kama hizo. Sasa wokovu kama nilivyosema, Biblia inasema tunaukulia wokovu. Tunaendelea kujifunza katika wokovu bila kurudia yale tuliyoyafanya, yale tuliyoyatubia. Sasa unakuta inatokeaje mtu ameokoka alafu baadaye anarudi kufanya vitu ambavyo havitakiwi? Ni kwamba ukishapokea wokovu, hatua inayofuata ni kuendelea kujifunza, kuendelea kukulia wokovu, kuendelea kukusanyika na waliookoka wenzako, wanakufundisha, mnafundishana maneno ya Mungu. Sasa mtu anapoacha kushiriki mafundisho, atajikuta anakosa nguvu na anakosa ufahamu na maarifa ya kuweza kushinda majaribu tena yatakayomwijia, kwa sababu yuko shetani ambaye anatamani amrudishe huyu mtu mwenye wokovu dhambini. Kwa hiyo huyu mtu anapokuwa na maarifa yanampa kushinda. Lakini tunahitaji kuomba
Biblia inasema tukeshe katika kuomba. Kwa hiyo yale maombi, tunapofanya maombi yanatusaidia kushinda vikwazo kama hivyo. Kwa hiyo mtu ambaye aliokoka lakini baadaye ukakuta anakwambia enzi zangu mimi, lakini huyu mtu kuna uzembe alioufanya katika kujifunza, katika kuomba, katika kusoma Biblia, katika kukusanyika na wenzake akapata maarifa. Kwa hiyo mtego wa adui ulipokuja akakosa nguvu za kukabiliana nao. Ndio maana utakuta mtu anafanya. Lakini wako watu wengine ambao sasa hivi wanafata mkumbo. Kwa hiyo anaingia tu kusema ameokoka kwa sababu wazazi labda wameokoka. Kwa hiyo naye anakwenda tu, kwa ukimuuliza anasema nimeokoka, lakini kimsingi hajafanya uamuzi kutoka ndani ya moyo wake. Kwa sababu wokovu ni zao la kutoka ndani. Lakini kwenye dini unahamia. Dini unaweza kukuta wazazi wanasali pale, kwa wewe ukawa mwanadini hiyo. Lakini wokovu tunafanya maamuzi kutoka ndani. Kwa hiyo mtu aliyeamua kabisa kwamba sasa dhambi basi, Mungu nisaidie, akaweka msimamo, akakusanyika na watu wa Mungu, akajifunza neno la Mungu, akaomba, hauwezi kukuta na mambo hayo. Tumeona hapo katika maelezo yako ya awali umesema kwamba katika moja ya faida ya wokovu kuna vitu vingi tu, kwamba ana uwezo mtu kwanza kushukiwa na Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha, kuweza hata kufanya maombi na yakakubaliwa. Sasa vitu gani mtu aepuke, ili sababu vinaweza vikaingia hivyo vitu, kwa maana Mungu akampa huyu mtu ambaye ameokoka, lakini si vinaweza vikaondoka hivi? Ndio. Sasa aepuke vitu gani ili visiviondoke? Hilo ni jambo la msingi sana. Na Biblia inatuambia mahali fulani inasema tumieni akili kama iwapasavyo katika kuepuka. Ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 18 inaeleza vizuri kwamba kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali hujilinda. Kwa hiyo mtu anapaswa ajilinde. Anajilinda na nini? Kuna mambo mengi. Biblia inasema enendeni pamoja na wenye hekima nanyi mtakuwa na hekima. Biblia inasema katika Zaburi ile ya kwanza anasema msikae katika baraza la wenye mizaha, watu katika njia za wakosaji. Maana ukishirikiana na watu wenye matendo ya dhambi na wale ambao pengine ulikuwa unafanya nao dhambi zamani katika yale mazingira ya dhambi, sio kwa maana katika shughuli za kibiashara na vitu vingine, katika yale mazingira ya dhambi mlizokuwa mnazifanya hapo zamani, ukikaa sana mazingira hayo ni rahisi sana kujikuta unadondoka. Lakini kuna wengine mimi nakaa tu hapa, mimi naongea nao tu hawa, mimi sifanyi, mimi sipo nao, nazungumza nao tu hawa. Kuzungumza, kushirikiana na mambo ya biashara hakuna shida, lakini kuna yale mazingira ya dhambi. Tulikuwa tunakwenda nao baa kwa mfano, kunywa pombe, tunakunywa pombe, tunafanya. Leo na kesho ukienda mazingira kama yale, ni rahisi sana kujikuta unaangukia pabaya. Kwa hiyo wewe unakunywa soda zako na ni rahisi sana kujikuta unashawishwa kwa sababu kuna hao. Lakini Biblia inasema hatushindani na mwili na nyama. Tunashindana na vitu katika ulimwengu wa roho. Kuna roho. Kwa zile roho zitaendelea kuachilia nguvu za kukuteka wewe. Kwa hiyo unapoendelea kukaa kwenye mazingira ambayo yalikuwa yanakupeleka kwenye dhambi, ni rahisi sana. Ndio maana Biblia inatuambia tusikae tena kwenye njia hizo. Lakini tusishirikiane tena na watu wanaotenda yale mambo maovu katika yale maovu. Unaona Kwa hiyo Biblia inatushauri, lakini inatuambia tuepuke mazungumzo mabaya. Kuna mazungumzo ambayo hampo kwenye maeneo ya dhambi, lakini ni mazungumzo ya dhambi. Nafikiri nikizungumza mtazamaji anaelewa vizuri sana. Mnazungumza mazungumzo ambayo yananajisi akili yako. Biblia inatukataza mazungumzo kama hayo. Kwa hiyo mtu anapaswa kujilinda na mazingira hatarishi katika wokovu wake. Akifanya mzaha na Roho Mtakatifu akamweleza, Roho Mungu anasema aliye ndani kwamba hapana, kuna amani inabadilika huku ndani. Usikae mazingira haya. Mazingira haya sio mazuri. Acha mazungumzo haya. Ukiendelea kukaidi ile sauti ya Roho aliyeko ndani yako, kwa hakika inaweza kafika mahali yametokea hayo na unasikia hayo kwamba kuna nguvu inakuteka hata kurudi kama kule hivi. Ndiyo. Na kuna sauti ya Roho Mtakatifu inakwambia hapana, silaha kuu ya kushinda hapa ni nini? Kwa sababu kuna nguvu itakuwa mbili zinavutana. Rudi huku usiende. Silaha kuu ya kushinda hapa katika mtihani wa namna hii, silaha kubwa kwangu mimi utii kwa ile sauti ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu anapokushauri ondoka, lazima na neno atakuletea. Ukiwa msomaji wa Biblia, ni muhimu kusoma Biblia, ni muhimu kufanya maombi. Sasa utii ni silaha kubwa sana ya wokovu katika mazingira yale ya dhambi ambapo Roho Mtakatifu anakusemesha. Sababu Roho mwenyewe ni silaha pia. Kwa hiyo anapokuja kukuletea maarifa, unajua chombo kinachokuletea maarifa ukajua adui yako ni yupi na wapi ni salama, hiyo pia ni silaha.
Kwa Roho Mtakatifu anakuja kama silaha. Kwa hiyo ukimtii, ukakubali kuondoka na yale mazingira, utashinda. Lakini kama ni mazingira ambayo huwezi kuondoka, ujue shetani anaweza karusha mashambulizi katika mazingira ambayo huwezi kuondoka. Yaani unajikuta kwa hiyo kitu cha msingi unaweza kuanza kuomba ndani ya moyo wako. Ukaomba kubatilisha yale mazungumzo au kuvunja kile kinachoendelea pale kadri Roho Mtakatifu atakavyokusemesha kufanya. Kwa hiyo utii ni silaha kubwa sana, alafu maombi ni jambo la msingi sana. Na hapo nyuma yake kutakuwa na neno ambalo linakwambia hivi sio, ni hivi, fanya hivi. Kwa hiyo kwa namna hiyo ni rahisi. Shetani bila shaka naye huwa anasema na watu. Naam. Sasa huyu mtu ambaye amepata wokovu atatofautisha vipi sauti hii ya Roho Mtakatifu, sauti hii ya shetani? Ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Biblia inasemaje? Hebu tufungulie. Hii Biblia ni neno la Bwana. Sawa. Biblia inatuambia kwamba amani ya Kristo inaamua kule ndani. Na hiyo amani huwa inakwenda sawa sawa na neno la Bwana. Biblia inasema Bwana Yesu alisema kondoo wangu wanaijua sauti yangu. Na sauti yangu wanaisikia. Kondoo hawazijui sauti za wageni. Na kwa hiyo hawezi kumfuata. Kwa hiyo ni rahisi sana ukiwa msomaji wa neno la Mungu kujua kwamba hii sio sauti ya Mungu. Hii ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo huyu ni shetani. Kwa mfano, sauti inayokuja kukuvunja moyo, si ndio? Inakwambia mtu wa kuokoka huwezi kuwa wewe. Na wewe huna nia mbaya, huna dhamiri mbaya, umeokoka, lakini unasikia mashaka yanakuja. Kama hivi mimi kweli nimeokoka. Unajua kabisa hii sio sauti ya Mungu. Kwa sababu sauti ya Mungu inakutia moyo. Huna dhamiri mbaya. Sauti ya Mungu itakuonyesha kosa, hili ni kosa, fanya hivi. Sauti ya shetani tutakwambia wewe ni mtenda dhambi, tukwenda kuletea hukumu ambayo haina majibu. Kwa hiyo ni rahisi sana kuijua sauti ya Mungu na sauti ya Roho Mtakatifu na sauti ya shetani. Kwamba huyu ni shetani, huyu ni Roho Mtakatifu anasema na mimi. Tuje kuna baadhi ya watu kwamba sisi tumeokoka bwana. Unajisifu. Kuna shida hapo. Sisi tumeokoka wewe, nyimbo hivi wewe, sisi tumeokoka, okokeni bwana. Yaani anakuvuta huku lakini kwa kujisifu yeye. Kuna namna mbili. Unajua dhamiri ni kitu cha msingi sana. Mungu huangalia ile dhamiri ya yule mtu. Kuwa na kushuhudia habari njema iliyo ndani yako sio tatizo. Lakini nini nia yako? Nini dhamiri yako? Kama ninashuhudia wokovu wangu kwa kumbeza mtu, kwamba ninyi hamna kitu, hamna lolote, wokovu ni huku, ninyi hamna chochote, ile kudharau, dhamiri yangu haipo kumsaidia, haiko kueleza ushuhuda wa kile nilicho nacho, hilo litakuwa kosa. Lakini kama ninamueleza kwamba mimi nimeokoka bwana, mtu anakwambia, anaweza kwambia wewe nini, ukasema mimi nimeokoka bwana, Yesu ni Bwana wangu, ninamwamini Mungu, naenda mbinguni, hakuna kosa. Kwa hiyo kuna nia yako nini? Dhamiri yako ni nini? Kwa hiyo hatuwezi kuhukumu moja kwa moja kwamba huyu anayesema mimi bwana nimeokoka au akasema sisi bwana tumeokoka. Sioni tatizo kama dhamiri yake ni nzuri. Inamueleza kumshuhudia yule mtu kwamba bwana inawezekana sijui labda nia yake labda huko bwana kuna shida, lakini sisi bwana tuna 1 2 3. Nia yake kawa kumshuhudia, kumueleza kilichoko huku kizuri, sio ni tatizo. Lakini inakuwa mbaya pale unapodharau mwingine, ukamhukumu mwingine, ukabeza mwingine kwa sababu wewe umeokoka. Na Biblia inatukataza. Kwa hiyo na hapo utamsikia Roho wa Mungu anakuambia sawa, si sawa. Na katika huo ubaya, kwa maana kudharau wengine, kwa kujisifu wewe na kubeza hao wengine huko walipo. Ndio. Katika kiimani kuna athari kwa huyu ambaye anajinasibu ameokoka na kudharau wengine? Kiimani kuna athari yote anaweza kupata? Ndio, kwa sababu ni dhambi. Na dhambi yoyote ina athari. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakukataza. Biblia inatukataza majisifu, majivuno, kudharau wengine, kuhukumu wengine kwa nia mbaya. Ingawa kuhukumu watu wanaweza kutafsiri tofauti, lakini unapohukumu wengine ukasimama kama hakimu kwa wengine, kudharau na kubeza vitu kama hivyo, kwa kuwa ni dhambi, italeta madhara kwako. Roho Mtakatifu hawezi kuendelea kukaa na mtu wa aina hiyo. Unaweza kubaki na kujisifu, majivuno, lakini Roho Mtakatifu akakuacha na ukaendelea na majivuno yako. Sawa. Tuone hii dini ina faida gani? Tumeona faida nyingi za wokovu. Dini nayo ina faida gani? Au dini ukishaingia basi tu hakuna faida yote ya dini? Dini sio kitu kibaya. Kama nilivyosema wiki iliyopita, Jumapili iliyopita, kwamba dini si kitu kibaya. Maadamu tu yule Mungu aliyeko mle ndani anayeabudiwa awe ni Mungu wa kweli.
na wale wanaoabudu wawe sasa na wokovu, sio dini tu. Kwa sababu mtu yote ukimwamini Yesu hapo awali mtu aliyekuwa akimwamini Yesu Kristo akiingia kwenye Ukristo ni mtu ambaye ameingia na wokovu moja kwa moja. Sasa baadaye hivi nafikiri mambo yamebadilika kwamba mtu anaweza akaingia akaendelea na mambo yake. Kwa hiyo wokovu, dini ina faida kwa sababu katika dini tunapata nini? Katika dini tunapata watu. Katika dini tunapata faraja za watu. Katika dini ndio huko kuna mambo ya kushirikiana katika mema na mabaya. Na ndio maana Biblia inatuagiza kwamba tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Kwa ile desturi ina watu wengi, watu ambao wana imani moja, wana mwelekeo moja, hukusanyika pamoja. Kwa hiyo kule kukusanyika kunatia faraja. Lakini hata hizi karama tulizonazo zinafanya kazi tukiwa tumekusanyika. Kwa hiyo dini inatufanya tupate watu, inatufanya tupate faraja mbalimbali, tunapokwenda kushirikiana katika yale matendo ya ibada, kuna mambo mbalimbali yanafanyika. Kwa hiyo dini ina faida hizo ambazo ni za namna ya nje. Na mimi mwalimu utanisaidia hapa. Naamini mtu anapoingia kwenye dini ili apate wokovu kuna mafundisho anayapata mpaka mwisho siku anaingia kwenye wokovu bila shaka. Ama inakuwaje? Hapo inategemea huyu mtu ameingiaje kwenye dini. Sawa? Kwa hiyo kuna mtu kama nilivyosema kwamba hapo awali ilikuwa mtu akiingia kwa mfano kwenye Ukristo, ukiingia maana yake umemwamini Yesu, umetubu dhambi zako, umeacha, kwa hiyo unaingia unapata vyote. Unaingia kwenye dini ya Ukristo na wokovu ndani yake. Sasa hapa tulivyokuwa tunaendelea hivi na maisha mpaka sasa, kuna uwezekano mkubwa ukakuta mtu anapenda tu, anaamini Mungu anayoelezwa kwenye hiyo dini, si ndio Halafu anaingia tu mle. Lakini wazo la kugeuka, kutubu dhambi na kuziacha na kuanza kuishi sawa sana hana. Akiingia mle sasa, yale mafundisho yanayotolewa mle yana nafasi kubwa ya kumsaidia huyu mtu. Kwa hiyo kuna uwezekano mtu akaingia kwenye dini akawa bado hana wokovu. Sasa yale mafundisho yale ambayo yakiwa yanatolewa mafundisho ya kulenga kumbadilisha mtu, sio tu kutaka kukaa pamoja, tufarijiane hivi, tuzikane na kadhalika. Sasa yanamfundisha kwamba ukishaingia unatakiwa 1 2 3, lile neno likafundishwa bila kugoshiwa, kwa usahihi. Kwa yule mtu baadaye anasema kumbe natakiwa nifanye hiki. Watu kama hao Bwana Yesu alipokutana nao alimuuliza mtu mmoja, alimuuliza afanye nini aweze kurithi uzima wa milele. Akamweleza unazijua amri? Akasema ndio, akazitaja. Yesu akasema huyu mtu yuko karibu na ufalme. Unaona Sasa akaelekezwa vitu vya kufanya sasa aupokee wokovu, aingie kwenye ufalme. Kwa hiyo mtu anapokuwa kwenye dini hana wokovu, yuko karibu na ufalme. Sasa wale wanaofundisha wale wanaweza kuwa msaada mkubwa kwa huyu. Lakini kwa sasa hivi mwalimu nisaidie hili. Kwa maana baadhi ya makanisa, si yote, baadhi. Naam. Yani mafundisho yao yapo zaidi kwenye mafanikio. Utapata hivi, Mungu atakubariki hichi, ama na hata baadhi ya wao wanakwenda kwenye nyumba za ibada, wengi wanaenda kusaka mafanikio, wengi wanaenda kusaka miujiza. Tufanyeje sasa tutoke huko? Kwa maana hii hali itoke, kwa sababu huyu anaenda kusaka miujiza, mafanikio, anaweza kupata wokovu. Naam. Unajua mimi napenda sana kutokuhukumu vitu haraka haraka. Kwa nini mtu anakwenda kwa Yesu anatafuta uponyaji? Haijaanza leo. Hata wakati wa Bwana Yesu kuna watu Yesu alikutana nao, akaona wana mahitaji, akawaombea, wala hakuzungumza nao kuhusu wokovu. Alafu baadaye yule mtu anakutana na Yesu. Yesu ndo anamuuliza, unamwamini mwana wa Mungu? Akasema namwamini. Yuko wapi ni muamini? Akasema ndo mimi nasema. Akamwamini. Lakini Yesu alianza kumponya kwanza. Kwa hiyo inawezekana mtu anatafuta uponyaji, si ndio Yeye habari nyingine hajui zaidi ya hapo. Sasa yule anayemsaidia kupata huo uponyaji anatakiwa amwambie. Na Yesu alifanya hivyo. Alipowaponya watu alimwambia, sasa mwanangu, nenda usitende dhambi tena. Na mtu anapoacha dhambi sasa akaanza kuishi sawa sana neno, anaingia kwenye wokovu. Kwa hiyo hawa wanaozunguka huku na huku ni watu wenye shida. Wanataka msaada, wanataka uponyaji. Inawezekana hawana ufahamu, hawana maarifa, wanachojua ni shida yake. Sasa yule anayemsaidia kukutana na Yesu apone, anapaswa kumweleza kwamba hatuishii hapa. Ili usipatwe na mabaya mengine, uwe salama, usishambuliwe tena, pokea kitu hiki. Pokea wokovu sasa.
pokea badiliko la maisha yako. Na swala la watu kufundisha mafanikio, kimsingi ukimwamini Yesu unafundishwa pia kufanikiwa, kwa sababu ni lazima watu wafanikiwe. Swala linakuja pale ambapo yale masuala ya msingi ya wokovu yanakuwa hayazungumziwi kabisa. Na yule mtu anayefundisha lengo lake ni kuwafanya watu wapate tu mali, nenda zako na dhambi zako wewe maadamu umefanikiwa. Hapana, pale ndio inakuwa shida. Lakini kuwafundisha watu kufanikiwa sio tatizo. Sasa kitu kikubwa kinachoweza kuokoa kundi hili ni mafundisho. Mafundisho sahihi. Neno la Mungu wafundishwe kwamba kufanikiwa kupo, kuponywa kupo, wokovu upo. Unaweza kufanikiwa, unaweza kuponywa, usiende mbinguni. Rudia hapo rudia hapo. Kwani hebu mimi sijaelewa, hebu rudia hapo basi baba mwalimu. Kufanikiwa kupo, na unaweza ukaombewa na ukafanikiwa. Na kuponywa kupo, unaweza ukaponywa na ukawa mzima kabisa. Lakini swala la kwenda mbinguni linahitaji wokovu sasa. Unaona kwa unahitaji sasa upokee lile badiliko la ndani. Ile hali ya dhambi iondoke ndani yako. Upate neema ya Mungu, uanze kuishi sawa sawa na neno la Mungu. Kwa hiyo ndani yako sasa unakuwa na vyote. Unaweza ukawa na Yesu, wokovu ndani yako, na ukawa na mali, ukafanikiwa, na ukawa mzima. Na hilo ndio hasa kusudi la Bwana kuja duniani. Aje tuweke huru. Tuwe navyo vyote kwa sababu ni vya watoto wa Mungu. Kwa hiyo mtu kuwafundisha watu kufanikiwa sio tatizo, lakini ajue kwamba hili liko namba moja kwanza, roho ya huyu mtu iwe salama. Kwa sababu unaweza kufanikiwa alafu huna ulinzi wa Mungu, huna nguvu za Mungu. Shetani akaja kuharibu vile vitu vyako ndani ya siku moja. Na shetani haimpi shida kumfanikisha mtu kwa sababu anajua hasara anayoipata kwa kutokwenda mbinguni ni kubwa kuliko kumpa mali zote duniani. Ndio maana kuna watu wanaweza kutumia nguvu za giza wakafanikiwa, wakawa na utajiri. Lakini shetani haimpi shida hiyo. Shida tu anataka huyu mtu aende jehanamu. Na Mungu anataka roho ya huyu mtu iende mbinguni. Kwa hiyo Mungu anataka mtu awe na wokovu, lakini atumie hizi mali ambazo Mungu ameziumba kwa ajili ya watoto. Wokovu ni maamuzi ya nani? Wokovu ni maamuzi ya anayeokoka. Mungu anataka sana watu waokoke, lakini Mungu halazimishi. Kwa hiyo wokovu ni uamuzi wa yule anayetaka kuokoka. Basi tuweke nukta hapo. Namuona mwenzangu Gigwa Muhule ananivuta shati. Gigwa, Dar es Salaam tunaweka nukta, tukivuta pumzi hapa kidogo. Nikukabidhi sasa mjadala huu uweze kuendelea na mgeni wako hapo jijini Mwanza. Lakini nikukumbushe tu mgeni wangu hapa Dar es Salaam anaitwa Mwalimu Dr. Michael Mashauri. Anatokea kanisa la EAGT Shujaa Gospel Center. Huyu ndiye mgeni wetu kwa siku ya leo hapa jijini Dar es Salaam. Mwana wa Muhule, kijiti ni cha kwako sasa, ili uendeshe gurudumu hili la Amka Tumsifu Mungu mpaka itakapotimu mida ya saa 3 kamili juu ya alama asubuhi ya leo. Karibu sana. Asante sana Athmani Mihula kutoka hapo jijini Dar es Salaam, ukiwa na mtumishi wa Mungu Mwalimu Dr. Mashauri. Mtumishi wa Mungu ameeleza kwa upana kabisa na watu na imani ambao wanatufuatilia. Na ikumbukwe tu hapo mwanzoni ulihimiza kabisa kwamba kila mtu achukue kalamu na daftari ili sasa yale yanayozungumziwa aweze kuyaweka kwenye kumbukumbu. Mimi hapa ninaye mtumishi wa Mungu. Baba, tulipata changamoto kidogo. Ndio. Lakini pia tunaomba radhi kwa mtazamaji wetu ambaye alikuwa anatufuatilia vyema kabisa, lakini hakuna ambacho kimeharibika. Mtumishi wa Mungu, sisi hapa kazi yetu ni kukuhudumia. Utakunywa, utakula na utasaza. Karibu. Baba, tulikuwa kwenye kipengele cha dini. Dini hasa tuangalie kibiblia sasa. Biblia inatuambia nini kuishika dini? Ndio. Kama wenzetu wa Dar es Salaam walivyochambua mada hii vizuri sana mwalimu, nadhani ametoa maana ya dini na hata wokovu vizuri sana. Lakini kibiblia dini inatajwa kama ni matendo ya kisheria ambayo yanadhaniwa kumpatanisha mtu na Mungu. Kila dini kama Mwalimu Mashauri alivyosema Dr. Kule, kila dini na Mungu wake.
Kwa hiyo Mungu huyu anakuwa na maelekezo ya vitendo fulani ambavyo vinaweza kumpatanisha muumini na yeye Mungu wake. Hiyo ndiyo dini. Kwa hiyo kila kitu kinachofanywa kwa njia hiyo kinajulikana kama dini. Na wokovu unasimama wapi? Wokovu ni kitu tofauti. Tupatie utofauti. Biblia inatuambia nini juu ya wokovu? Kwa sababu unaambiwa kwamba dira ya Mkristo ni neno. Biblia imemaliza kila kitu. Hebu tusaidie. Wokovu kiukweli ukisoma maandiko matakatifu ni tendo ambalo mwanadamu analifanya kwa njia ya imani ili arudishe uhusiano wake na Mungu wake. Kwa sababu Biblia inasema wazi wazi kwamba wanadamu walipoanguka dhambini kwa njia ya Adamu na Hawa, tulikuwa maadui na Mungu, na ndipo tukasukumwa duniani, tukaondolewa kwenye uso wa Mungu, maskani yetu ambayo alikuwa ameyaweka ya Eden, tukaondolewa wanadamu, na hapo uadui ukawepo kati yetu na Mungu aliyetuumba. Sasa wokovu ukaja kwa njia ya Mungu mwenyewe kumleta Yesu Kristo duniani ili kurudisha uhusiano, kuondoa ule uadui kati ya mwanadamu na Mungu. Hapo ndipo wokovu unapoingilia. Na wokovu neno lenyewe ni la kawaida kwamba mtu anaokolewa kutoka mahali ambapo asingeweza kujiokoa. Kwa mfano mtu amezama ziwani, hakuna namna, wanakuja wengine wanamuopoa huko, wamemuokoa kutoka kwenye kuangamia. Ilitakiwa nife kabisa kwenye hii ajali, ndio, lakini Mungu akaniokoa. Yeah. Kipi kinatangulia baba? Dini? Kuna kitu kinaitwa imani na wokovu. Haya mambo tunayapeleka vipi pamoja? Ama ninaweza nikabeba kitu kimoja lakini nikatambulika mbele za Bwana kwamba nimeamua mimi kuibeba kama dini, lakini mimi nimeamua kuibeba imani tu. Mwingine akwambia hapana, mimi nitasimama katika wokovu. Hebu tusaidie hapo baba. Asante kwa swali hili la changamoto kubwa. Mambo yote unataja imani, dini, wokovu. Mambo yote ni ya muhimu kwa mwanadamu. Lakini kipi kinatangulia? Cha kwanza kwa mujibu wa maandiko matakatifu ni imani. Mtu anamwamini mwenye kuokoa. Mtu anaweka matumaini yake kwamba kwa njia ya huyu, kwa maana ya kwamba kwa njia ya Yesu Kristo ataniokoa kwenye kuangamia, atanitoa kwenye kuangamia. Hiyo kitu cha kwanza hicho. Na sasa mtu akishaamini, ndipo kinafuata kitendo cha kuokolewa. Kinafuata kitendo cha kuokolewa. Amemwamini, yeye anamuokoa. Lakini mwisho wa hapo, Biblia inasema vizuri sana katika waraka wa Yakobo, mwisho wa hapo maisha yanaendelea. Ameokoka lakini bado yuko duniani. Safari yake na hatima yake ni mbinguni, nyumbani kwake, jambo ambalo ndio Yesu mwenyewe alikuja ili alifanyie utaratibu mzuri na hatimaye watu wafike mbinguni, kama anavyosema anaenda kuandaa mahali na kisha atarudi apeleke watu wake kule. Kwa hiyo anaokolewa sasa baada ya kumwamini Yesu, anamuokoa. Lakini hata baada ya wokovu bado kuna matendo. Katika waraka wa Yakobo sura ile ya 2, Biblia inaeleza vizuri sana. Anasema juu ya imani ya Ibrahimu, anasema juu ya imani ya Rahabu, lakini anasema pia kuna matendo ambayo yanafuatana na imani. Na ndipo kazi za Mungu zinakuja sasa. Matendo mema. Biblia inasema matendo, tumeokolewa ili tuyafanye matendo mema ambayo tumewekewa tayari. Unaona? Kwa hiyo ni vitu vyote muhimu tofauti, lakini hawezi mtu, kwa mfano sasa tukizungumza juu ya dini kwa mtazamo wa Biblia, katika Galatia Paulo anasema amekuwa na juhudi katika kuyatenda
sheria ya Kiyahudi akilitesa kanisa, alikuwa anatumikia dini yake, kwamba hakuna dini nyingine isipokuwa ni dini ya Kiyahudi, na ambaye hana dini ya Kiyahudi lazima afanyiwe kitu kibaya au wawe. Unaona? Kwa hiyo mtu akikaa kwenye mtazamo huo kwamba mimi nitafanya matendo ya sheria ili kubariki kwa Mungu, haiwezi kumsaidia katika hatima yake. Asante. Lakini mtumishi wa Mungu, kila siku nimekuwa nikikwambia Amka Tumsifu Mungu ni darasa tosha kabisa katika kujenga wewe kiimani, ili sasa unaposafiri uwe na vitu ambavyo vinaweza kukulinda. Ni kitu gani ambacho kitakuongoza? Dira ya kwanza ni neno. Neno tunalipata wapi? Katika vitabu vitakatifu. Mambo haya matatu kama ulikuwa unachanganya, dini, wokovu na imani. Baba, kwa mtu ambaye yupo nyumbani, pengine amepitwa katika hivi vifungu, na ana kalamu na daftari, hebu msaidie tuanze kwenye imani. Maandiko atapata katika kitabu kipi ili aandike huko nyumbani? Sawa. Lakini pia kwenye dini kwa haraka haraka na wokovu, yawezekana kuna mtu amepita. Tuanze kwenye imani, akasome katika kitabu kipi? Yako wazi. Kwa mfano hata Injili ya Yohana tu sura ile ya 3 mstari wa 16, ukianzia hapo Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila muaminie asipotee, awe na uzima wa milele. Huo ni wokovu. Sawa kabisa. Kila muaminie asipotee, maana akaokolewe kutoka kupotea, awe na uzima wa milele. Lakini masuala ya dini yanazungumzwa katika Agano la Kale, Agano Jipya. Labda tuangalie hapo zaidi kwamba waraka wa Yakobo sura ya 1 mstari wa 27 inasema Biblia, dini iliyo safi ni kwenda kuwaona wenye shida, ni kufanya matendo mema. Dini iliyo safi. Lakini hiyo dini iliyo safi inakuja baada ya mtu kuamini na kuokolewa. Hawezi mtu akawa na dini iliyo safi kama hajaamini na kuokolewa. Ndio. Kwa sababu hata kwenye mazingira tu ya kawaida, ili uwe mfugaji bora, uamini katika ufugaji. Ndio uanze kufuga. Huwezi ukaanza kufuga halafu uamini kwamba ufugaji unaweza ukanisaidia. Asante sana baba, nina imani mtumishi wa Mungu turudi sasa kwenye kuyalinda haya. Unaona, nimeshakuwa na imani. Imani yangu nitailinda vipi? Lakini nimeshaokolewa, najilinda vipi ili niendelee kutembea katika wokovu? Karibu baba. Asante sana. Maswali yako ni mazuri sana. Asante baba. Ni Mungu tu ananiongoza baba. Tunaendaje baada ya kuokolewa ili tulinde imani na wokovu wetu? Jambo la kwanza, hata mwalimu Dr. Mashauri kula amelitaja. Mungu alipotupa neno lake Biblia, alitupa ramani ya kutembea katika barabara ya wokovu kwenda mbinguni. Unatembeaje katika barabara hii? Ili utembee sahihi katika njia hii, ni lazima neno la Mungu liwe kipaumbele kwako. Na ukisoma Biblia unaona hata neno lenyewe mwisho wa siku linasemwa neno ni Yesu mwenyewe. Maana ukae ndani ya Yesu ili aongoze maisha yako katika safari yako, ili uweze kufika kwa usalama na vizuri mahali unapotakiwa kufika. Kwa hiyo inasisitizwa sana, na mimi nisisitize sana kwamba watu hata tunaosema tumeokoka, ni vizuri ili tulinde wokovu wetu na imani yetu, tuzingatie maelekezo ya neno la Mungu. Mtu asipopewa maelekezo, bila shaka atapotea tu, bila shaka atafanya tofauti tu. Ukipata leseni ya kuendesha gari, utakapoingia barabarani lazima ufuate sheria ya barabara, kwamba hapa nipite. Sheria yetu ya Tanzania tunapita kushoto, nitembelee kushoto. Usipofuata na kutii sheria hiyo, ajali zinatokea. Kwa
Kwa hiyo cha kwanza ni neno la Mungu. Watu wapende mafundisho ya neno la Mungu. Na nasema mafundisho ya neno la Mungu, sio mawazo ya watu. Siku hizi kuna mawazo mengi ya watu. Watu wanakuja na vitu, wanaweza kusema labda nabii au nani, lakini kiukweli, mtangazaji na wasikilizaji wetu, ramani halisi ya kuliongoza kanisa au watu wa Mungu waliokoka ni neno la Mungu. Ni mwanadamu, hakuna kitu kingine. Na katika neno la Mungu ndio tunakuta uwezo wa Roho Mtakatifu sasa, ambaye ndiye ameachwa duniani baada ya Yesu kwenda mbinguni, ili aliandae kanisa. Kwa kile kinachokuja kupitia neno hili ukilisoma, mtu mwingine asiyeamini katika neno anaweza kusoma tu kama gazeti. Hakuna nguvu yoyote anayeweza kupata huko. Lakini mtu anayeamini katika neno, maana yake Roho Mtakatifu ambaye ndiye hasa mwandishi wa hili neno, analeta mafunuo ya kulielewa neno. Asante baba, lakini ni kwamba tu mwanafunzi bora ni yule mwenye kujisomea, ili wewe ufaulu ujisomee. Ni hivyo hivyo hata katika wokovu. Raha ya koti ukiwa na baridi ulivae uone joto lilomo ndani, na raha ya kumtumikia Mungu ni kulijua neno lake. Yeah. Sasa ni wakati wa kukupa nafasi wewe mtumishi wa Mungu ambaye umefikisha ujumbe wako hapa. Kuna huyu hapa anasema, habari za asubuhi, naitwa Al, nipo Buhongwa, naomba mtuambie inawezekana kuokoka kama wewe sio mtumishi wa Mungu? Asante, nijibu swali hilo. Karibu baba. Wokovu sio kwa watumishi wa Mungu tu. Kiuhalisia utumishi wa Mungu unakuja baada ya wokovu. Hakuna mtumishi wa Mungu aliyekuwa mtumishi wa Mungu bila kuanzia kuokoka. Mtu kwanza bila sema azaliwe mara ya pili. Hayo mengine yatafuata ya kumtumikia Mungu, lakini cha kwanza ameokoka, amezaliwa mara ya pili. Nakumbuka habari za Nikodemo, alisema yeye alikuwa mtu wa dini, lakini Yesu akamwambia inakubidi uzaliwe mara ya pili. Pamoja kwamba alikuwa Farisayo tayari, anamtumikia Mungu anayemjua. Lakini alipofika kwa wokovu, Yesu akamwambia inabidi uzaliwe mara ya pili, ndipo utumishi wako utafuata. Asante. Tofauti ni wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Huyu ni mchungaji Mabinza kutoka Mbeya. Mtumishi wa Mungu kutoka nyanda za juu kusini anatufuatilia. Kuna huyu hapa anasema, mtangazaji umeuliza swali zuri sana, ila mwalimu hajajibu ipasavyo. Biblia inatuambia kuwa mnatafuta ishara tu, nanyi hamutaiona bali mtaiona ishara ya Yona. Hayo ni maneno ya Yesu, na hata Yesu alirudia kusema akiwaambia, mnatafuta mikate tu, hamnitafuti mimi. Ni maneno ya Yesu, si yangu. Sasa mwalimu anaposema eti uponyaji ni kawaida na miujiza, nadhani anazungumzia mwalimu wa Dar es Salaam. Lakini anasema watazamaji wa Star TV ni washauri tu kwamba soma Biblia kutoka Kumbukumbu 28 mstari ule wa kwanza hadi wa 13. Huyu anaitwa Tobias Lameki kutoka Dar es Salaam. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa ushirikiano wako. Kuna huyu hapa anasema, mimi naitwa Mriri kutoka wapi, hujamalizia. Ni jambo zuri zaidi, kabla hujatuma ujumbe wako ukaupitia ili mimi isinipe changamoto. Nauliza, Adam na Hawa walikuwa dini gani? Nijibu swali hilo. Karibu baba. Adam na Hawa kabla ya anguko kwanza ijulikane kwamba hakukuwa na dini yoyote. Ukisema dini, dini zimekuja baadaye. Adam na Hawa, Biblia inaonyesha kwamba walikuwa katika mazingira ya mahusiano sahihi na Mungu kabla hawajaanguka. Ndio maana Biblia inasema kwamba Mungu alishuka kuwatembelea, alienda kupunga pamoja nao, akazungumza nao. Kwa hiyo hawakuwa katika dini wakati huo, hakukuwa na dini yoyote. Dini zimekuja baada ya anguko na kuendelea huko. Tunasoma sasa, wakaanza hata kutoa dhabihu wanadamu, wakaanza watu na ibada, ndio dini zimekuja huko.
lakini wakati wa Adamu na Hawa hakuwa na dini yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, naitwa Mariam Mchopa, natoka Kansa na Mtumbo. Naomba kuuliza, kwa nini makanisa yetu ya wokovu tunaishi juu ya sheria? Mfano, utakuta mchungaji anatangaza tusile kambare, sungura, togwa, kusuka rasta, kunyoa nywele na kadhalika. Baba, hivi vinaweza vikashiriki katika kuondoa wokovu? Kwa kuwa wokovu unaendelea tukiwa duniani, baada ya maisha ya duniani hakuna wokovu. Kwa hiyo tukiwepo duniani, maana yake kuna maadili ambayo inabidi yazingatiwe. Na ukisema wokovu, labda naweza kurudi nyuma. Wokovu uko ndani ya mtu aliyeokoka. Tutajuaje kama umeokoka? Tutajua kama Biblia inavyosema kwa kinywa cha Yesu mwenyewe. Tutajua kwa matendo yako. Huwezi kuchuma zabibu kwenye tini. Biblia inasema hivyo, Yesu anasema hivyo. Kwa kilicho ndani yako lazima kitatoa matokeo. Tutaona. Na kwa sababu tu katika jamii ya wanadamu, hauwezi ukasema kwamba uhuru ambao tunaupata kwa wokovu ni uhuru ambao hauna utaratibu. Hata Biblia inasema hivyo. Uhuru wetu hauwezi kutupeleka kwenye taratibu ambazo haziendani na imani yetu. Lakini hata tukisimamia vitu wanavyovitaja msikilizaji wetu, hivyo haviwezi kuwa njia ya kumwokoa mtu. Asante Baba. Lakini maadili ya imani katika wokovu ni vizuri yazingatiwe. Ni nani ambaye atamfanya huyu Mkristo asimame katika wokovu, aendelee kusimamia wokovu, lakini atembee katika dini? Ni nani mwenye jukumu hili? Jukumu hili linabebwa na wote wawili, au tunaweza kusema hata watatu. Wa kwanza ni mtu mwenyewe aliyeokoka kuamua, kama Dr. Shauri alivyosema, kuamua kidhati kwamba ameokoka na anatembea katika wokovu. Lakini wa pili ni mlezi, na ndio maana Biblia inasisitiza kwamba tusiache kukusanyika. Kuna watumishi wa Mungu, wachungaji, wamewekwa kwa ajili ya kulea hawa waliookoka. Biblia inasema kondoo wa Yesu. Na ndipo hata Yesu alimwambia Petro kwamba unanipenda, lisha wana kondoo wangu, lisha wana kondoo wangu, chunga wana kondoo wangu. Kwa jukumu la pili linakuja kwa watumishi wa Mungu wanaolea huyu mtu. Lakini jukumu la tatu ni la Mungu mwenyewe, ambapo Roho Mtakatifu anakuwa msaada kwa mchungaji apate chakula kutoka neno la Mungu, anakuwa msaada kwa mwokovu huyu apate nguvu ya kutii neno la Mungu na kutembea katika njia sahihi. Asante Baba. Tumeona hapo vitu namna vilivyopangana kuanzia imani, lakini unaokolewa ndio unakuwa na dini. Vipi kwa mtu mwenye dini tu? Maana tumekuwa tukiona hawa watu, umezungumzia dini iliyo safi, ni ile yenye kuwasaidia wenye uhitaji. Matendo yangu. Mimi nikawa ni mwenye matendo mazuri sana. Babu, nakutana na mimi. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Baba pole. Karibu. Hivyo. Huyu mtu tunamsaidia vipi? Tunaweza tukamtoa kwenye kundi ambalo wanatambuliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kama ni wajane anawaona, mayatima anawasaidia, watu wenye uhitaji anawasaidia, kanisani anaenda, matendo yake hata kwa kuyatazama tu hayawezi kukupa alama ya kuuliza. Sawa. Huyu mtu tunamweka kundi gani? Biblia inasema hivi, Yesu anasema hivi, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba au kwa Mungu bila mimi. Kwa hiyo yeye ndiye njia. Haya tunayoyafanya kama matendo mema, si kwamba ndio yanayotufikisha mbinguni. Kile kinachotufikisha mbinguni ni njia ambayo ni Yesu mwenyewe.
Kwa hiyo hapa ndipo nasema, tangu mwanzo nisema kwamba mada hii ni ya muhimu sana. Mtu anaweza, kwa sababu matendo mema mnatendea wanadamu, bila shaka watakusifu, huyu mtu mwema, huyu mtu mzuri, huyu anafaa katika jamii yetu. Wanakusifu wanadamu. Lakini je, umefungamana na njia? Maana kama nia yako ni kwenda mbinguni kwa Mungu, ni lazima uwe katika njia ya kwenda mbinguni kwa Mungu. Hilo ndio jambo la msingi sana. Kwa watu inabidi watambue na kutofautisha. Tunaweza kutenda matendo mema, lakini matendo mema haya Biblia inafundisha vizuri sana kwamba yafanyike tukiwa ndani ya wokovu. Asante, lakini pia si wote wanaoniita Bwana Bwana watauona ufalme. Ndio. Ngoja nimpe nafasi pia huyu hapa ambaye anasema mtangazaji na mchungaji, hongereni sana kwa mada nzuri. Nimependa sana mafundisho. Mungu atusaidie sana. Mi sijaokoka bado. Je, mtumishi wa Mungu ananisaidiaje? Hajataja jina lake. Ndiyo. Lakini ni njema ungetaja jina lako pia tukaliweka kwenye maombi. Huenda tu ni shetani anazunguka hapo, mtumishi wa Mungu. Karibu baba. Asante sana. Tunamsaidiaje huyu mwenzetu? Asante sana. Kwanza nimpongeze, anaonyesha kwamba kuna kitu ndani ya moyo wake anachokitafuta kwa ajili ya maisha yake ya sasa na ya milele. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, swali analoliuliza liliulizwa pia na mtu mmoja kwa kina Petro, nifanye nini ili niokoke? Alijibiwa, Matendo ya Mitume sura ya 12 huko, alijibiwa na Petro akaambiwa, muamini Yesu utaokolewa. Kwa kitu kinachotakiwa huyu ndugu yetu achukue hatua tu ya kwenda kwa watumishi wa Mungu au kanisani, aende asalimishe maisha yake kwamba mimi nimeamua kuokoka. Watampa mwongozo vizuri na ataokoka. Unajua swala la kuokoka ni rahisi sana, lakini pia ni gumu sana. Asante. Tuhitimishe kwa takriban dakika 2 baba sasa, ili nikuache ukaendelee kuwahudumia watumishi wa Mungu. Sasa huyu hapa anauliza, samahani mtumishi wa Mungu, ni kipi ambacho kinaweza kumfanya mtu kuwa karibu na Mungu kati ya imani, dini, wokovu? Huyu ni Emmanuel Migunda wa Nyamagana, Mwanza. Kati ya imani, dini na wokovu. Vipi ni kitu gani kinaweza kikamweka karibu na Mungu? Nimuombe mtazamaji wetu asidhani kwamba kimoja kinaweza kukidhi matakwa. Cha msingi ni kujua kwamba haya mambo matatu kama nilivyosema, imani ni kitu cha kwanza kabisa. Na nadhani kama nataka kuweka priority au vipaumbele, cha kwanza ni imani. Awe na imani katika Yesu Kristo. Maana yake akiwa na imani katika Yesu Kristo, wokovu unaendelea kwake. Maana yake akiwa na imani katika Yesu Kristo, matendo au dini inaendelea kwake. Ataendelea kufanya matendo mema kama Mwokozi wetu anavyoagiza, na yeye alifanya matendo mema pia. Asante baba, hitimisha na watazamaji wetu, watumishi wa Mungu wanaokufuatilia. Ndio. Jambo la kwanza ambalo naweza kulisema kwamba kwa watazamaji wetu kwamba tutambue tu kwamba tuko katika maisha haya ya duniani, na maisha haya na muda tu yanafika mwisho. Na mwisho wa maisha haya ni mwanzo wa maisha mengine. Na Mungu ni mwema sana. Ametupa kipindi cha kuandaa maisha yajayo tunapoishi duniani. Kwa wito wangu ni waombe watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwamba hebu tuandae maisha yajayo sasa. Biblia inasema mtu amewekewa kufa mara moja, na kisha baada ya kufa hukumu inafuata. Kwa wito wangu ni kwamba watu watafute kumwamini Yesu, watafute wokovu, ili maisha ya baadaye, baada ya haya, yawe ni maisha ambayo Mungu ameyakusudia kwa wanadamu wote. Lakini chukua nafasi hii ya kuwakaribisha. Tuko pale mlango mmoja, kanisa linaitwa FPCT mjini kati. Ukifika pale hiyo Nyerere Road, kuna kibao kinaonyesha niwakaribishe kwenye mafundisho ya neno la Mungu pamoja na ibada hata Jumapili ya leo. Asante sana, nikushukuru sana baba yangu mchungaji Makanza. Asante sana. Mtumishi wa Mungu ambao unatufuatilia kutoka Ilemela, Mwanza, Tanzania, sisi tunashukuru sana Jumapili ya leo, na imani umejifunza mengi. Sasa mimi hapa sina la ziada. Kwa
kwa ushirikiano mzuri kabisa wa Elisha Ndalo, Emmanuel Makuliga, wamehakikisha kazi hii inaenda vizuri. Sasa nikupeleke kwake Athumani Mihula. Athumani Mihula, kuna swali moja kwa mtazamaji wetu ambaye anahitaji asaidiwe na mchungaji hapo. Anauliza, je, mtu ambaye ataokoka halafu watoto wake hawaruhusu kwenda kanisani, anajitahidi kuwafunza yaliyo mema, je, hiyo familia tutaiita ni yenye dini ama ni yenye wokovu? Kwa Asante sana Gigwa Muhule, nami pasipo kupoteza muda nilibebe swali hilo nilipeleke kwa mwalimu Mashauri. Mwalimu, umelisikia swali? Naam. Mr. kuongeza neno, karibu sana kumjibu mtazamaji. Kama nimepata vizuri swali kwamba familia hiyo baba ameokoka lakini watoto hawajaokoka, anawazuia kwenda kanisani. Anawazuia kwenda kanisani. Nafikiri hapo kutakuwa na tatizo kidogo, kwa sababu kama kweli baba ameokoka na anajua wokovu unamsisitiza yeye kwenda kanisani kujifunza, asiache kukusanyika. Na Biblia inasema mtumishi wa Mungu Yoshua alisema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Na kama mzazi kiongozi, ni dira ya msingi sana katika kuwapeleka watu kwa Yesu kwenye wokovu. Sasa anapowazuia, kwa hiyo kunakuwa na mashaka kidogo kwa kile anachokiamini, kwamba anaamini nini. Kwa hiyo tunachotarajia ni kwamba mtu aliyeokoka atakuwa namba ya kwanza kwenda kanisani, na familia yake ataipeleka ili naye ipate kile alichokipata yeye. Sawa. Kuna swali lingine kutoka kwa mtazamaji ambaye alitufuatilia hapa Dar es Salaam, akawa anasema haipo hivyo. Nilikuuliza swali kuhusiana na kutafuta miujiza na mafanikio. Je, kunawezekana kupata wokovu? Yaani kwa baadhi ya makanisa wanahubiri sana miujiza, mafanikio. Je, huyu mtu ambaye anahudhuria ibada za namna hii ana uwezekano kupata wokovu? Ndio swali langu lilijikita hapo. Yeye akasema alichoeleza mwalimu sikubaliana nacho. Hebu toa ufafanuzi hapa. Nafikiri mtazamaji na msikilizaji wetu wakupata vizuri. Kama nilivyosema awali, nilisema hivi. Haimaanishi kwamba wanaookoka hawawezi kupata miujiza, hawawezi kupata mafanikio. Lakini nilisema kuna tatizo. Wako watu ambao ufahamu ni mdogo katika masuala ya wokovu. Yeye anajua tu kwamba amesikia kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Na niko kwenye hali ngumu napitia, nikienda kuombewa nitafanikiwa. Lakini kuhusu swala la kuokoka, wokovu hajui. Sasa nikasema mtu kama huyu akija, uwezo ukasema sitakuombea kwanza mpaka uwe umeshaokoka ndo nitakuombea. Watu kama wale anaombewa, halafu anaambiwa kwamba wokovu ni muhimu. Na nilitoa mfano nikasema Bwana Yesu alikutana na watu, akamponya, akamwacha. Yule mtu akaenda kushuhudia, baadaye akakutana naye. Akasema, unamwamini mwana wa Mungu? Akasema, yuko wapi Bwana nipate kumwamini? Akasema, anayesema na wewe ndiye. Akaamini. Kwa hiyo tunaona kwamba hata Yesu aliyowaponya aliwafundisha kuhusu wokovu. Kwa hiyo wokovu ni muhimu. Lakini tunachotakiwa kusisitiza zaidi ni watu kuokoka. Hiyo ndicho nilichokisema. Lakini kuna watu ambao ufahamu haupo. Bwana Yesu aliwalisha watu. Ukisoma Yohana ile sura ya 6, ukisoma kuanzia mstari wa kwanza, inaendelea habari ile mpaka mstari wa 30. Bwana Yesu aliwalisha watu chakula. Asubuhi yake kundi kubwa la watu likamfuata. Akaanza kuwafundisha, akasema, ninyi hamjanifuata kwa sababu ya wokovu na uzima. Mmenifuata kwa sababu jana mlikula chakula. Kwa hiyo akawasisitizia kwamba sasa tafuteni chakula cha uzima wa milele. Kwa hiyo wanachotakiwa watu ni kufundishwa. Nikasema ukiwaacha tu na mafundisho ya mafanikio tu hivyo, alafu bila kuwafundisha wokovu, hapo ndio kuna tatizo. Hicho ndicho nilichosema. Basi asante sana. Muda si rafiki sana. Nikupe dakika moja kumwaga mtazamaji. Ndugu mtazamaji, kwanza Mungu akubariki kwa kufuatilia mada hii. Ni nzuri na ni ndefu na ina upana, na ninaamini kadri utakavyokuwa unaendelea kujifunza utafanikiwa. Jambo la msingi la kuhakikisha kama yalivyozungumzwa mambo haya, dini, wokovu na swala la imani limefafanuliwa vizuri kule Mwanza. Jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba haya mambo una dini lakini imani yako iko hai na una wokovu.
Kama tulivyosema, hauwezi kuwa na taa ambayo ikawa na mafuta peke yake alafu kataa kuwasha taa. Lazima utakuwa na taa, utakuwa na mafuta. Kwa swala la msingi ni kuokoka, kuhakikisha una dini na una wokovu. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Na mimi ninapenda sana kuwahimiza watu kwamba pamoja na kushika dini, kamata na silaha ya wokovu. Alafu uwe navyo vyote. Tunasisitizwa kuwa na ibada, kuhudhuria ibada, kushika neno, kusoma neno, kumtumikia Mungu, kufanya matendo ya ibada, kumtolea, lakini ndani yako uwe na wokovu, maana wokovu ndio uzima. Asante sana, asante sana, asante sana. Mtazamaji wa Star TV, huyo ni mwalimu Dr. Michael Mashauri, anatokea kanisa la EAGT Shujaa Gospel Center hapa jijini Dar es Salaam. Ndiye alikuwa mgeni wangu kwa siku ya leo. Langu jina mimi ni Athmani Mihula. Kwa niaba ya timu nzima hapa Dar es Salaam tunasema asante sana. Endelea kutazama Star TV. Tukutane juma lijalo hapa wakati kama wa leo katika Amka Tumsifu Mungu. Kwaheri na uwe na asubuhi njema.